Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Khadija Salum Ali, amewataka wahitimu wa vyuo vikuu nchini kuwa wabunifu na kuachana na mambo yatayopelekea kuharibu sifa zao, ikiwemo kujiingiza katika mambo yasiyofaa ya uvunjifu wa amani. Amesema hayo katika mahafali ya 7 ya chuo cha Microtech huko Mnarani Kisonge, wilaya Mjini. Amesema ni vyema kwa wahitimu hao kutumia taaluma zao kwa kuwa wabunifu na kutokubali kutumiwa na watu wenye nia mbaya na nchi yao ya kutaka kuvuruga amani ya taifa. Ndugu wahitimu, leo hii ni faraja kubwa kwenu, wazazi, walezi pamoja na jamii kwa ujumla, kwa kuhitimu mafunzo yenu na kunawaingiza katika uwanja mpya wa utaalamu wa fani mbalimbali. Taaluma mlizozipata ni hazina kubwa kwenu na kwa maisha yenu ya sasa na baadaye. Ni vyema mkajiendeleza na taaluma hizo kwa viwango vya juu zaidi ya hapo mlipofikia, ili taifa letu lijifaharishe kwa kuwa na wataalamu wake wa ndani. Ndugu wahitimu, fani mlizojifunza ni muhimu sana kwa maisha yenu binafsi na jamii kwa ujumla, kwani zitaweza kuwakomboa katika hali za kimaisha, zikiwemo kujiajiri, kuajiriwa na serikali pamoja na taasisi na mashirika mbalimbali binafsi, lakini pia kuwa wabunifu wa kazi mbalimbali za kiutendaji. Taasisi nyingi za serikali na binafsi zinavutiwa sana kuajiri vijana wenye tabia njema. Kwa hiyo naombeni sana kuachana na mambo ambayo yanaweza kukuharibieni taaluma zenu, yakiwemo uvunjifu wa amani, kuingia katika vikundi vya udhalilishaji, wizi wa kutumia nguvu na unyang'anyi, uharibifu wa miundombinu za mali za umma, uuzaji, usambazaji na utumiaji wa madawa ya kulevya. Kujiepusha na mambo hayo kutalisaidia sana taifa letu kupata vijana waadilifu na walioiva kiakili na kimaadili, ambao watakuwa ndiyo nguvu kazi ya uzalishaji mali, kuhifadhi na kutunza ustaarabu wetu pamoja na silka, mila na desturi zilizorithishwa na wazee wetu. Amesema kuwa uwepo wa chuo hicho utasaidia kuzalisha vijana wenye ubunifu na ujuzi kwa kuendana na kasi ya sayansi na teknolojia iliyopo nchini. Katika kuzalisha wataalamu mahiri, walimu na wazazi mna jukumu la kushirikiana katika kuwasimamia vijana hawa katika masuala mbalimbali kama vile nidhamu, kuwa waaminifu katika mazingira tofauti, kuwanasihi na kuwashauri juu ya kufanya jitihada ya masomo na mafunzo yao, kuwafundisha mbinu mbalimbali za kuwa wabunifu katika kutengeneza vitu ambavyo vitauzika katika jamii ya sasa ya sayansi na teknolojia, kuwaonya juu ya athari mbaya za starehe na anasa zilizoenea katika jamii yetu. Nasisitiza hayo kwa sababu ushirikiano baina ya wazazi, walezi, walimu na wanafunzi ndio chachu ya kufikia malengo na mafanikio yaliyokuwa bora. Naye kaimu mkuu wa chuo cha Microtech Hashim Abdalla amewataka wahitimu kuitumia vyema elimu walioipata pamoja na kutoa shukrani kwa taasisi nyingine kwa ushirikiano wanaotoa katika elimu zaidi ya juu, na wawe ni mfano kwenye jamii yao. Chuo tunajivunia kwanza mashirikiano makubwa na taasisi 3. Moja ni NACTVET ambayo tunapata mashirikiano makubwa pamoja na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali pamoja na Mamlaka ya Mafunzo ya Amali. Tuna mshirikiano mkubwa sana na taasisi, na kwetu sisi kwa chuo tayari tushaweka draft ya kuongeza kozi ya uchumi wa bluu, na hii tumeiongeza kozi hii kwenye mchakato wa kupeleka kwenye mamlaka bara ili tuweze kumsapoti Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi katika sera yake ya uchumi wa bluu, na tukifanikisha hizo kozi kufanikisha mtaala na wanafunzi waliofanya vizuri walikuwa na haya ya kusema. Kuboresha ulinzi katika mitandao na kutoa taaluma kwa kila mtumiaji wa simu
kuwa taaluma inakuwa nzuri zaidi. Wasichana na vulana kuhusiana na mitandao, tunatakiwa tuwe makini wakati wa kutumia mitandao, kwa sababu mtandao una uwezo wa kufanya wewe usome ama upotoke ama upotee. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.